Mizizi ya umaskini. Je, kuna madhabahu inanyonya jasho lako? Jua ishara hizi 8. Karibu sana upokee mwanga wa kiroho, tafsiri za ndoto na maombi pamoja na Prophetic Galila. Kuna wakati mtu anafanya kazi kwa bidii, lakini matokeo hayaendani na nguvu anayoweka. Kama ishara hizi zinajirudia, chunguza mizizi yake. 1. Pesa kuingia lakini kutokaa. Mapato yapo, lakini kila mara kuna dharura au matumizi yasiyoeleweka. 2. Miradi kuanza vizuri kisha kuvunjika. Kila unapokaribia mafanikio, jambo linaharibika ghafla. 3. Madeni kurudia bila sababu. Unalipa lakini mzigo haupungui. 4. Ndoto za kuibiwa pesa au kupoteza pochi, ishara ya uvujaji wa baraka au mipango kuvurugika. 5. Kazi kubadilika mara kwa mara bila uthabiti. Hakuna mizizi ya kudumu ya kipato. 6. Mizunguko ya umaskini katika familia. Historia ya kifedha ya ukoo haivuki kiwango fulani. 7. Wivu na upinzani unapopata mafanikio kidogo. Kila hatua ya juu hukutana na shinikizo au migogoro. 8. Uchovu mkubwa bila mafanikio yanayoonekana. Jasho lipo, lakini matunda hayaonekani. Ufahamu wa kiroho. Wakati mwingine, mzizi si juhudi ndogo, bali mzunguko unaohitaji kuvunjwa kwa maamuzi, nidhamu ya kifedha na maombi ya makusudi. Tamko: jasho langu halitapotea, kazi ya mikono yangu itazaa na itakaa. Soma Kumbukumbu la Torati 28:12. Bwana atakufungulia hazina yake njema. Maombi: Bwana Yesu, kama kuna mzizi unaozuia ustari wangu, ufunue na uvunje. Linda mapato yangu, niepushe na uvujaji na uniongoze katika mafanikio ya kudumu. Amen. Unahitaji tafsiri ya ndoto au maombi? WhatsApp nanga kwenye bio. Jiunge pia na magrupu yetu ya tafsiri za ndoto na maombi kupata mafunzo haya kwa undani zaidi.